Naam, mtazamaji wa Kayoyo TV, leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Karibu Kayoyo TV, ni mtangazaji wako Prince Kayoyo, nipo na mgeni wangu hapa, ni mwanasheria. Karibu sana. Asante sana Mr. Prince. Habari ya Dar es Salaam? Habari ya Dar es Salaam ni njema kabisa. Vipi hali ya hewa? Hali ya hewa naona iko shwari kwa siku ya leo. Hatujapata heka za mvua za hapa na pale ambazo zingeweza kutuzuia katika kutekeleza wajibu wetu wa kuendeleza majukumu ya sehemu ya nchi. Karibu sana Kayoyo TV. Nashukuru kwa kufika. Naomba umweleze mtu anayekutazama wewe ni nani, majina yako na unafanya nini? Kwa majina kiufupi naitwa Masatu Selemani Mienjwa. Mimi ni mwanasheria, najishughulisha na masuala ya haki za binadamu, kuzitetea na kuhakikisha kwamba wananchi wanabakia katika hali ya usalama na haki zao haziwezi kupokonywa kwa aina yoyote ile, na pale inapoonekana kwamba haki hizo zimepokonywa, basi kwa mtu yeyote aliye na mamlaka au mtu mwingine asiyekuwa na mamlaka, basi ni jukumu langu na wanasheria wengine kuweza kufikisha malalamiko hayo mbele ya vyombo vya sheria na kufuata mkondo wake. Nashukuru. Mtu akiuliza kwamba haki ni nini? Nini maana ya haki? Haki ni kimsingi, tunapozungumzia swala la neno haki hawajaweza kuifafanua ama kuielezea kwenye sheria yoyote ile, ila mpaka sasa pia hatujawahi kupata maana moja ambayo inafaa kuweza kutumika ndani ya nchi na hata nje ya nchi kama maana moja. Lakini sasa tunapozungumzia haki, tutazungumzia haki kulingana na mazingira yenyewe ambako mwingiliano wa watu unapatikana, na pale ambapo mwingiliano wa watu unapatikana ndipo hapo tunapata haki na wajibu. Tofauti ya haki na wajibu, nani anatakiwa kutoa haki na nani anatakiwa kutimiza wajibu? Na katika mazingira ya utoaji haki na wajibu, kwa mfano ni haki yako wewe kuweza kuishi, na hizi haki za msingi kabisa zinabainishwa kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambayo imekuwa ikifanywa marejeo kulingana na muda unavyozidi kusonga. Haki hizi zimebainishwa kutoka ibara ya 13 mpaka ibara ya 29, ambazo sasa jukumu la haki hizi miongoni mwake ni kama haki ya kuishi, haki ya kumiliki mali, haki ya kutokubaguliwa na haki ya usawa chini ya sheria. Ni haki nyingi zimeweza kuainishwa mahali hapo, na haki hizi za msingi basi haziendi tu peke yake, zinakuja na wajibu wake, au kwa Kiingereza tunaita obligation, ambapo sasa ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba haki za wananchi wote zinalindwa na hakuna mwingine ambaye anaweza kufanyaje kuja kuzipokonya kwa njia isiyo halali. Ingawaje sheria kupitia katiba imetoa ufafanuzi wa hizi haki za msingi, kwamba utakapokuwa unatekeleza haki zako za msingi, basi zisionekane kwamba unazitekeleza kwa madhumuni ya kuweza kuathiri haki ya mtu mwingine au kumzuia mtu mwingine kutokutekeleza haki zake za msingi. Na hii ibara ya 30 inatoa mlango kwenye ni chombo gani kinachosimamia haki katika nchi yetu, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Naam, kulingana na katiba ibara ya 107 imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna ibara ya 107 capital A na kuna ibara ya 107 capital B. Na hivyo tukirejea kwenye ibara ya 107 capital A, ibara ndogo ya kwanza na ya pili, hivyo inatoa mahakama kama chombo cha mwisho cha kuweza kusimamia na kutafsiri hizo haki zilizoainishwa katika sheria na katiba kiujumla. Kwa hiyo ndio chombo pekee ambacho kinaweza kutekeleza haya yote. Wewe kama Mtanzania, mahakama za Tanzania zinasimamia haki vizuri? Naam, asante sana kwa swali zuri. Kwa swali hili limekuwa katika jamii yetu likiwa na milengo miwili. Kuna
mtazamo unaotokana na sheria kama sheria yenyewe, na kuna mitazamo ambayo inatoka nje ya watu, na hii mitazamo imekuja kuwa na nguvu hasa kwa kipindi hiki ambako nchi ilikuwa haiko kwenye hali ya utulivu kutokana na purukushani za uchaguzi wa 2025. Kwa hiyo kumekuwa na wimbi kubwa sana la watu kuona kwamba mahakama haina mazingira rafiki ya kuhakikisha kwamba iko huru kuweza kusimamia haki kama katiba inavyoelekeza na inavyotaka. Kwa hiyo tukija kwenye sheria iko wazi. Ibara ya 107 capital A, ukiangalia ibara ndogo ya namba 2 inatoa kabisa kanuni kwamba mahakama itekeleze vipi wajibu wake katika kutafsiri haki na kusimamia haki. Imetoa kuweza kufanya haki bila kuangalia hali ya kijamii ya mtu, ya kiuchumi au kwa namna nyingine, lakini pia kutokuchelewesha haki kwa sababu zisizokuwa za kimsingi. Kwa hiyo katiba imeweka wazi, lakini mara nyingi kutokuwepo na uwazi kwenye kuteua majaji, hii pia imekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo watu wengi wamekuwa wakilalamikia, sio tu kwa wanasheria wenyewe, lakini pia hata wananchi. Na hii imejionyesha sana kupitia kesi ambazo watu wamekuwa wakifuatilia. Kuna kesi moja ambayo sasa hivi ipo mahakamani, ambapo tunategemea mahakama itakuja itoe ufafanuzi halisi wa kisheria kwenye hilo jambo. Kuna kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, naam, chama cha upinzani. Hii kesi imekuja ikiwa na hoja mbili za msingi ambazo wananchi wamekuwa wakizilalamikia, kwamba mahakama imekuwa haitendi haki, kesi imekuwa ikiahirishwa pasipokuwa na ukomo. Sasa swali la msingi katika haya, naam, kabla hujaendelea, hiyo kesi wewe kama mwanasheria, kwa uzito wa kesi ilitakiwa idumu muda gani? Ukomo wa muda unategemeana na ratiba za mahakama, session za mahakama zinavyokuwa zikipangwa. Kwa hiyo mwenye uhakika mwenye amri ya mwisho ya kuweza kuamua kesi hii iishe lini ni majaji watakapokaa na kuona uzito wa kesi huu unatakiwa usikilizwe ndani ya muda gani, na pale ikionekana ule muda umefika ukomo na kesi haijaisha na bado kuna sababu za msingi za hiyo kesi kuweza kuendelea, mahakama kwa kitu tunaita discretion power of the court inaweza ikaongeza muda kuendelea kusikiza kesi. Kuna kanuni moja tunaipenda sana kisheria inaitwa justice hurried, justice buried. Nasema kwamba haki inapoharakishwa pia haki inaweza ikazikwa. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuendelea kusikiliza hii kesi mpaka pale ambapo mahakama itaona sasa ukomo umefikia wakati wake, na pia mashahidi wa msingi waliokuwa kwenye hii kesi wamekamilisha kupeleka ushahidi wao mahakamani, na hapo sasa ndipo mahakama itaamua vinginevyo, kuangalia sheria inasema nini, lakini pia na ushahidi ulioletwa mahakamani umesimamia upande upi. Asante sana. Naam. Kuna definition moja tumesoma kipindi tunasoma olevo kwamba no one above the law. Sasa nani yuko juu ya mahakama? Naam, ukisoma ibara ya 107 capital B inazungumzia uhuru wa mahakama kwamba kitakuwa ni chombo pekee sana cha kuweza kufanya utatuzi wa migogoro bila kuingiliwa au bila kupata shinikizo lolote kutoka sehemu yoyote, iwe serikalini ama iwe popote. Na lengo la kuipa uhuru ni kuhakikisha kwamba inatenda haki pasipo shinikizo lolote. Na ili haki iweze kutendeka, tunahitaji chombo ambacho kinajitegemea na kujisimamia, na hivyo ikawepo mahakama ambapo sasa katiba yetu ndipo inakuja kutoa utatuzi wa hili jambo kupitia hiyo ibara ya 107 capital B. Na endapo mahakama haijatenda haki, nani anaweza akaiwajibisha? Naam, kidogo kwenye kuiwajibisha mahakama kumekuwa ni changamoto kwamba ni nani anaweza akaiwajibisha, lakini kuna utaratibu unaotokana na maamuzi ambapo majaji wanakuwa wamekaa. Maana mahakama sio jengo, mahakama ni jopo la majaji au
hakimu ambaye anasimamia. Ikionekana kwamba haki haijatendeka, basi kuna taratibu za kufuata kulingana na grade au hatua ya mahakama. Tuna mahakama mbalimbali. Kuna mahakama ya mwanzo, kuna mahakama ya wilaya, kuna mahakama ya hakimu mkazi, na kuna mahakama kuu, kuna mahakama ya rufani. Na hizi zote zina majukumu yake, na pia zinasikiliza kesi kufuata matakwa ya nini, ya sheria. Kwa mfano, tukianzia chini kabisa, ngazi ya chini, ambapo ni mahakama za mwanzo. Mahakama za mwanzo, pale inapoonekana kwamba hakimu yule alipokuwa akisimamia lile shauri na kutoa utatuzi wake kidogo akwenda kama sheria ilivyokuwa imekusudiwa, basi huyo mwananchi anayo haki ya kuweza kwenda ngazi nyingine kwenye mahakama ambayo ina mamlaka zaidi ya hakimu huyu wa mahakama ya mwanzo. Vile vile itakavyokuwa kwa hakimu atakayeshindwa kutekeleza haki kama sheria ilivyokuwa imeelekeza, atakwenda ngazi ya mahakama kuu. Pia mahakama kuu kuna mahakama ya rufani, na hivi karibuni wamesema sasa wanataka waanzishe mfumo sawa na wa Kenya. Kenya wanakiita Supreme Court, ambao kinakuwa kinajaribu kuchallenge maamuzi ya mahakama ya rufani, na mahakama hii ndio itakuwa mahakama ya mwisho katika utatuzi wa nini, wa mashauri yote. Na kama ikitokea sasa kwenye hii mahakama ya mwisho huyu mtu hajalizika pia na maamuzi yaliyotolewa, basi anaweza akaandika malalamiko kwenda kwa rais, ama akapeleka malalamiko yake kwa vyombo vya habari ambavyo vina watu wengi sana wanavyofuatilia yale malalamiko. Atakuwa ameshahukumiwa au hajahukumiwa? Sasa itategemeana na uzito wa kesi na kesi ilivyoamuliwa. Kama nilivyorejea awali kwamba mahakama ya mwanzo, kama huyu mtu amekutwa na hatia na akafungwa, kuna haki ya kuweza kukata rufaa. Rufaa anakata aliyoko ndani mahabusu au watu walioko nje? Rufaa anakata hata akiwa ndani ya mahabusu au nje ya mahabusu. Kama akiwa ndani ya mahabusu anaweza akamwajiri wakili akasimama kwa niaba yake na kumwakilisha. Kwa hiyo anapokuwa anakata hii rufaa, itategemea pia na aina ya kosa. Kama akiona hilo kosa linaweza kupewa dhamana, basi huyu mtu anaweza akaomba dhamana huku akiwa ameapili. Na ukiwa una apili ukiomba dhamana, na kama ulikutwa na hatia, hauwezi ukawa na automatic right ya wewe kuweza kufanyaje, kupata dhamana. Kwa hiyo itategemeana na busara za mahakama na kuangalia uzito wa sababu ulizozileta mahakamani kwamba ni kwa nini upewe hiyo dhamana. Wewe kama mwanasheria, mienendo ya kesi, mienendo ya utoaji haki nchini, ni taswira gani inakuja akilini mwako kwamba wewe baada ya kuwa either judge, hawa majaji wa sasa ni role model wako katika kutoa haki kwenye mahakama? Na mimi niseme ni role model wangu kwa sababu nami niko kwenye mlengo mmoja. Tunasimamia haki na tunahakikisha haki inatendeka kwa kila mwananchi atakayekuwa ameonewa. Haki ifanyike kwa wote. Kwa hiyo majaji wetu wanasimamia haki vizuri? Naam, hilo swali kama nilivyokwisha kusema lina milengo miwili. Kuna sheria. Mara nyingi kumekuwa na lawama zinazotupiwa na majaji, lakini mara nyingi wanakwenda na sheria inachotaka ni nini. Na ukiamua kufata sheria, hii process kwa wakati mwingine ni process ndefu na ni process inayochukua muda, lakini pia ni mchakato unaomeza gharama, lakini kwa wakati mwingine unakuwa ni mchakato ambao wazungu wanasema it is very embarrassing and disappointing. Kwa hiyo ukiamua kufuata huu mfumo, kubaliana na hayo yote. Naam. Nashukuru. Unaiona wapi Tanzania baada ya miaka 4, manake 2030? Kuna swala la katiba mpya. Wewe kama mwanasheria unaiona Tanzania ya katiba mpya? Naam, kwa kweli hili ni swali linaweza likawa hata ni la karne mpaka sasa hivi.
wakati mwingine tusiwe watu tunaojaribu kuwa kama mbuni, kwamba mbuni anapopata kiota chake kimetiwa moto ama anawindwa, ataficha kichwa chake kwenye ardhi akidhani kwamba aonekane wakati kiwiliwili kinaonekana. Mara nyingi huu ulikuwa mchakato wa katiba mpya ulianza toka hapo kabla, wakati tu rais aliyepo ndugu na mama yetu Samia Suluhu Hassan alivyoingia, alianzisha ili sakata la kuweza kupata katiba mpya, lakini baadaye ilionekana kama imekuwa ni ndui isiyo na suluhisho. Mara nyingi mchakato wa katiba, licha ya kwamba watu wamepiga kelele, kuna mzee wetu, mzee Warioba ambaye amekuwa ni jaji, amekuwa pia akilisema na kwamba kuna wakati umefika sasa tuweze kupata mabadiliko ya katiba, maana sheria zinabadilika kutokana na mazingira kubadilika. Huwezi ukalazimisha mazingira yanapobadilika ubaki kuendelea na kitu kile kile cha zamani. Na mara nyingi hapa kwenye swala la katiba, kupata katiba mpya limekuwa ni changamoto kwa sababu zifuatazo, ambazo mimi nadhani kwamba ndizo sababu zinazopelekea kuwepo na msuguano mpaka wa leo kutokupata katiba mpya, licha ya kwamba kuna katiba pendekezwa ambayo vyama vingine vya upinzani vimekuwa vikipigia kelele. Sababu mojawapo ni kwamba ukiangalia katiba yetu, ibara ya 40 na ibara ya 100 zinatoa kinga kubwa sana kwa viongozi kama marais ambao ni sehemu ya serikali, lakini pia na wabunge, kwamba ukiangalia hizi ibara zinawapa kinga kubwa kwamba rais hatoshitakiwa kwa kosa lolote lile, aidha la jinai au la madai. Vile vile inatumika kwa mbunge, hata kama baada ya kuwa ametoka madarakani hatoshitakiwa. Kwa hiyo pia inatengeneza mlengo wa viongozi kuwa miungu watu. Kwa hiyo ni ngumu wao hata wakifanya makosa huku kuweza kukubaliana na kuleta katiba mpya ambayo baadaye itakuja itumike kuwaangamiza wao. Kwa hiyo itahitaji viongozi wazalendo wenye moyo wa kujitoa kuweza kusaidia nchi kwa moyo wa dhati na kwa uadilifu zaidi hapo, na watakao kuwa na nia njema ya kutaka kulisaidia taifa letu kutoka sehemu iliyopo ambapo ni mdidimio kwenda hatua nyingine. Naam, nashukuru. Kuna kitu umedokeza hapo nikapata wazo. Umesema kuna kesi za madai na kesi za jinai. Aina za kesi ziko ngapi? Kuna madai, kuna jinai. Jinai ni nini? Madai ni nini? Uhaini ni nini? Naam. Asante sana kwa swali zuri. Tuna matawi mawili tu ya kesi au ya mashauri. Kuna mashauri ya jinai na mashauri ya kimadai. Umezungumzia pia swala la uhaini. Uhaini ni kosa linaingia kwenye makosa ya jinai. Kwa hiyo na pia ni moja ya makosa makubwa sana ambalo pia linaainishwa katika katiba kuwa ni moja ya makosa makubwa, na nchini kwetu yametokea makosa mawili, na moja la uhaini ndio hili liko mahakamani la huyu, ambapo hatujapata uamuzi wa mwisho kwamba utaamua hilo kosa kuwa uhaini ama litaamua hilo kosa kuwa kitu kingine. Kwa hiyo kuna mashauri mawili, kuna jinai, kuna madai. Matawi. Ni matawi. Ya mashauri. Matawi ya mashauri. Naam. Kesi mauaji inakaa upande gani? Mauaji inaingia kwenye jinai. Na tunapozungumzia jinai ni makosa ambayo yanakiuka haki za binadamu, na sio haki za binadamu tu, na sheria zilizowekwa kwa watu wote. Naam. Madai ni kudai, kama unamdai mtu kudaiana pesa, hiyo ni madai. Naam, hiyo ni madai. Haina dhamana. Madai haina kufunga mtu, ila kuna mazingira ambayo itaonekana huyu mtu atafungwa ikiwa tu hukumu imetoka ya madai na ameshindwa kulipa deni lake. Hivyo mahakama itamwamrisha aweze kulipa, na kama ana mali zile mali zitatumika na zitauzwa kwa utaratibu wa kisheria ili anayedai aweze kupewa pesa yake, na ikiwa hatakuwa nayo basi ama huyo akawa jeuri kulipa, ndipo
atafungwa, naye atajulikana kama civil prisoner. Lakini baada ya kutoka pale haimuondolei kwamba ameondokana na kutokudaiwa, bado ataendelea kudaiwa mpaka pale atakapokuwa amefariki. Nashukuru. Nafikiri nikuhamishe kidogo, japo wewe ni mwanasheria. Naam. Wewe pia ni mhitimu wa chuo kikuu. Naam. Shaka. Naam. Maisha ya chuo maisha ya wanafunzi baada ya chuo ni magumu, si ndio? Naam. Unafikiri nini kinahitaji, nani anayeyafanya maisha hao wanafunzi au wahitimu wa vyuo vikuu, vijana wanaoita jobless? Naam. Nani anafanya maisha yao yawe magumu? Ni wao vijana au ni nani? Au maisha yao sio magumu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa swali hili nitalijibu kwa pande mbili ambazo kwangu ninaziona zinatosheleza kabisa kuweza kujibu hilo swali. Swali la kwanza ni mifumo ya sheria, katiba na sheria tulizo nazo. Kwanza tukianzia kwenye katiba. Katiba ndo nguzo ya nchi yoyote ile, na kila kitu tunachokiona na sheria nyingine zinatungwa kulingana na katiba inasema nini. Kwa hiyo kama tuna katiba mbovu, basi hata hayo mengine tusitegemee kama yatafanyika kwa viwango vinavyostahili. Nikianza na serikali, kwa kiasi fulani imekuwa ikichangia kuwepo na maisha magumu ya vijana, na sio kwa vijana tu, na watu wengine ambao wanazidi kupambana kwa ajili ya kesho yao huko mitaani. Kwa mfano, leo hii kodi zimekuwa ni kubwa mno kwa kiasi kwamba kijana hata sehemu anayoipata ndogo ya kuweza kumuingizia kipato atatozwa kodi. Leo hii kuna vijana wamejiajiri, wana maduka ya vitu kadhaa. Unakuta mtaji ni kidogo, lakini bado kodi ni utitiri, anatakiwa alipie. Lakini kama serikali serikali yetu ingekuwa na mifumo mizuri, kwamba kijana huyu ameamua kujiajiri, tuna viongozi wetu watengeneze survey ya kuwa wanatembelea maeneo yao kuangalia kijana wetu ana nini. Kama ana hiki, tunaweza tukamshika mkono kwa kiasi gani, na then wakaendelea kuangalia nini maendeleo ya ule mradi aliyouanzisha, na kumpunguzia utitiri na ukirikimba wa kodi hizo. Kwa hiyo tungekuwa na mifumo mizuri, au kama serikali inasikia, kwa maana naongea pia kwa niaba ya vijana wenzangu ambao wanapambana huko mitaani kama sisi, kwamba serikali sasa ijikite kuwasaidia hawa vijana, wasaidie kupanua miradi hiyo, ili na wao waje kuajiri vijana wengine wanaomaliza vyuoni na ambao wako mtaani tayari wanapambana. Na hii itapunguza wimbi kubwa kwa serikali linalotaka ajira kila siku na kila siku. Mlengo wa pili nilikuwa najaribu kujibu ni kwamba nchi yetu ina rasilimali nyingi sana, nyingi mno, ambapo kwa kiasi kikubwa imekuwa zikinufaisha mataifa ya nje. Sisi kama taifa huru na lililo na viongozi wenye maono, mawazo yangu ni kwamba kwa mfano tukizungumzia rasilimali ya madini ya dhahabu peke yake, nchi yetu imebarikiwa kuwa na sehemu nyingi zenye madini. Kuna wachimbaji wadogo, basi kule wanakokuwa wakipata hizo dhahabu na wawekezaji wadogo wanawekeza kule, basi watumike kuwashika mkono wale wawekezaji wadogo ili wapanue ule mradi, na hatimaye utatengeneza ajira nyingi kwa vijana. Na pia watakachokifanya, serikali kwa kuwa ina uwezo, inatoza kodi zetu, hizo pesa ni zetu, wanunue vifaa, wawape hawa wachimbaji wadogo wawapanulie hiyo miradi, na then wapunguzia kodi. Alafu hiyo dhahabu kuna conditions zinawekwa kwamba hii dhahabu itauzwa tu kwa serikali. Kwa hiyo watanunua kwa bei ya chini, na hatimaye serikali baadaye itaenda kuuza serikali kama serikali. Kwa hiyo wachimbaji wanakuwa wanauza hapa na wanalipa ili deni. Hiyo itasaidia kwa kiwango kikubwa sana kutengeneza ajira kwa vijana. Nashukuru kwa majibu mazuri. Na kuna watu wanasema vijana ni wavivu. Wewe unaishi mtaani, unapita mtaani, unaamini kwamba vijana wetu ni wavivu? Vijana sio wavivu, bali mifumo imewatengeneza vijana kuwa wavivu.
tuna uongozi ambao watu hawajitoi kama kuona kama uongozi ni sehemu ya kutumikia jamii, ila wanajiona kwamba ukishakuwa kiongozi unakuwa wewe ni sehemu ya mfalme au ni sehemu ya Mungu. Kwa hiyo unataka respect badala ya wewe kutoa respect kwa wananchi wako huko. Kwa hiyo hicho pia kimekuwa ni changamoto. Kwa hiyo wanatengeneza mazingira magumu kwa vijana kuweza kutafuta nafasi kwamba ni wapi watathaminiwa. Hivyo tunapata vijana wengi ambao wanaishia kwenye kubeti, na mara nyingi pesa zinakuwa zikitumika na hawana ramani kwamba kesho watainuka vipi na wafanye vipi maisha yao yaweze kuwa bora kuliko jana. Nashukuru. Nadhani unatumia mtandao wa WhatsApp. Naam. Kwenye simu yako una mtu anaposti either kama ni nguo au simu kwenye status? Ni wachache sana. Ni wachache. Naam. Swali langu ni kwamba watu wengi baada ya kumaliza chuo wanaenda Kariakoo. Unakuta mtu hajasoma business. Naam. Lakini anafanya inaitwa uwinga. Unawahi kusikia uwinga? Nadhani na unasikia sana na unawajua, ndio? Naam, niliwahi kusikia. Wale wana taaluma ya biashara au wanafanya hiyo kwa kutumia experience kutoka wapi? Najua kama nilivyosema, mfumo wetu au mtaala wetu wa elimu unavyotushape, unasoma kitu fulani unakuja unafanyia kitu fulani. Kwa hiyo automatically hii mifumo ni mibovu. Kama automatically mwanzoni huku tungekuwa na mfumo mzuri wa elimu, ambapo kwa mfano tungekuwa na wanasaikolojia, kila siku wanawaambia wenzangu, tungekuwa na wanasaikolojia mashuleni toka primary, sekondari. Pale mtoto anapokuwa anaingia shuleni, mwalimu wa saikolojia anapewa wanafunzi hata 5 ambao kila siku atahakikisha kuwafuatilia wanafanya nini. Pale mtoto anapokuwa mdogo huwa wanaonesha mazingira gani atakuwa yuko sahihi na mazingira gani anayaweza. Kwa kupitia pale itakuwa ni rahisi sana kuweza kusema huyu mtoto baadaye akiendelea na hiki kitu anaweza akafanya kitu fulani. Kwa hiyo kutoka kule tunawaandaa watoto katika mazingira ya kufanya jambo fulani. Na leo hii kama tungekuwa tumefanya hivyo, tungekuwa na watu wazuri sana kwenye sekta fulani, ambao ukisema tumuone expert fulani kwenye hili jambo, atakuwa ni mtu mzuri sana ambaye anaweza katatua tatizo hilo kwa weledi kabisa na pasipo shaka. Kwa hiyo yote ni mifumo ya elimu ndio inatupeleka huku tuliko sasa hivi. Unashauri nini kuhusu kwamba kuwepo na course ya biashara ambayo ni lazima kwa vyuo vikuu? Kwa sababu tumeona hata viongozi wanasema, juzi aliongea Kitera Mkumbo akasema kwamba vijana wanabidi wafanye business, kwamba ukitegemea kuajiriwa na serikali huwezi kuwa na maisha mazuri. Wewe unashauri nini kwenye hilo, kwamba iwepo course ambayo ni lazima ya biashara? Kwa sababu tunaangalia wanafunzi baada ya kumaliza vyuo vikuu, wengi anafikiria sehemu inaweza ikamtoa, sehemu ambayo anaweza akapata 10,000, 5,000 kwenye business, aende Kariakoo au afanye kazi nyingine lakini ya biashara. Wewe ushauri wako ni upi hapo? Naam, ni maono mazuri ambayo serikali imejaribu kuja nayo, lakini kwa mawazo yangu kuweka tu kozi za biashara, maana zimewekwa, vyuo vingi vimekuwa vikitoa business hizi kozi za biashara vingi tu, lakini kwa mawazo yangu mimi mwenyewe na nadhani kwamba hii kozi ya biashara ilitakiwa zianzie kule chini, kama nilivyosema kwamba mtoto alelewe katika mazingira, kama ni ya kufanya biashara aandaliwe kwenye mazingira ya biashara mpaka anafika chuo, ili somo lisionekane kuwa jipya tena kwake, ionekane kuwa ni somo la kawaida. Kwa hiyo hii ingekuwa inasaidia sana kufikia ndoto za vijana wengi kuweza kujiajiri. Kwa mfano ukiangalia nchi za wenzetu, sisi tumesoma sheria huko undergraduate, lakini ukiangalia nchi za wenzetu, mtoto anaanza kufundishwa kama ni biashara, wanaanza kuwafundisha yale masomo akiwa chini, baada ya kutambua huyu mtoto anaweza akawa mzuri maeneo gani. Kwa hiyo unakuta mtoto anamaliza kidato cha 4 kwa mfano, ana uwezo wa kufungua kampuni na kuweza kuajiri wengine. Sasa kwetu sisi huku mpaka ufike chuo kikuu, ambapo bado inakuja kuwa changamoto, una muda mchache na uweze kupractice kile kitu kwa uharaka. Naam, kuna kauli moja vijana baada ya kutolewa na aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Majaliwa, Kassim Majaliwa, ya kwamba vijana wajifunze ujuzi. Vijana wajifunze ujuzi, wawe na ujuzi. Hiyo vijana walipokea kwa mwitikio hasi.
soko la ajira mtaani hauoni kwamba inahitaji vijana wenye ujuzi? Naam, linahitaji vijana wenye ujuzi. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, kama mtoto ataanza na ujuzi mwanzoni kule, itakuwa ni vizuri. Ule ujuzi utakuwa ni kuuendeleza mpaka anakuja kufika kama ni chuo kikuu, anasoma haya mambo ya biashara, basi atakuwa na ujuzi wa kujitosheleza kabisa na kumsaidia kuweza kusimama peke yake. Na kama pesa za wizi zinapatikana, ni kwa nini zisipatikane pesa za kuja kuwainua vijana? Nashukuru. Kwa sababu ya muda nimebakiza maswali machache kama sio mawili, swali moja na vipengele vyake. Naam. Wewe unashauri nini kwamba serikali yetu ina pesa na vijana wanapokuwa vyuoni asilimia kubwa huwa wanabumu pesa ya kujikimu ndio huwa ni $600,000, si ndio? Na baadaye wakishamaliza vyuo vijana wengi zile kadi huwa wanaacha kuzitumia kabisa. Wewe kama mwanasheria unadhani serikali ikitaka iwalipe angalau 50,000 kila mwezi au $100,000 vijana waliomaliza vyuo vikuu, maana kuna vijana wanakuta tangu wamemaliza chuo kikuu hawajai kushika hata 30,000 au 50,000 ya kwake, unadhani serikali ikisema iwawekea hao vijana kila mwisho wa mwezi waweze kuishi, serikali itafilisika? Haiwezi kufilisika, bado tunalipa kodi kila siku. Kodi zipo utritimba ni mwingi sana. Kwa hiyo kutofanya hivyo ni makusudi au hawana pesa? Na inawezekana kufanya hivyo? Inawezekana. Kama awamu ya 5 hayo mambo yaliweza kuwezekana, ya mwanafunzi, kila mwanafunzi kupata pesa na akamudu maisha yake ya chuo, kwa nini isiwezekane leo? Na swala la bima, wanafunzi wanapokuwa vyuo kila mwanafunzi anakuwa na bima. Baada ya kumaliza chuo zile bima zinabaki tu, kama wanazo wamezitunza. Unadhani serikali ikisema walipia hata 50,000 walikuwa wanalipia vyuo, walikuwa wanalipia chuo, inawezekana au haiwezekani kwamba kila mtu aliyemaliza chuo kikuu awe na bima yake, aendelee kutumia bima yake? Kwa sababu kuna watu hawana bima, akiugua anaanza kuwa na stress. Naam, inawezekana na vijana kuendelea kuwa na bima hizo, wakawa wanalipia angalau kwa kiwango cha chini kuliko kwenda kupata kadi nyingine za afya ambazo zitagharimu pesa nyingi zaidi ya ile. Kwa hiyo wakifanya hivyo watakuwa wamesaidia kwa kiwango kikubwa, na hivyo watakuwa wamesaidia maisha ya watu wengi kuweza kuokolewa kiafya. Wewe umesoma chuo na experience na maisha ya chuo. Na ulifika mwaka wa mwisho ambao ulikuwa umebakisha boom moja kama ulikuwa na boom. Ndio? Naam. Wewe unamshauri nini mwanafunzi wa chuo ambaye kabakisha boom moja? Hilo ndilo swali la mwisho. Naam, asante sana. Wewe kama kaka yake ambaye yupo mtaani, wewe kama mwanasheria na umeishi maisha ya chuo. Naam. Ukiangalia pesa ya bumu, tunaoita bumu, linavyokuwa linatoka kwa wanafunzi, ile ni pesa ya serikali ambayo unakuta wamebudget kwa miezi miwili, na maana kila siku unatakiwa utumie shilingi 10,000. Kwa hiyo kama ni shilingi 10,000, kumbuka unapokuwa mwishoni kuna kazi nyingi zinakuwa zinatokea. Kwa mfano kuna kuandaa research, ni gharama pia zile. Kwa hiyo ni ngumu sana bado kuweza kusave pesa ile na kuweza kuitumia kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo inakuwa kidogo ni ngumu. Labda ingeweza kuongezwa kwamba kwa vijana wanaomaliza masomo yao wanapewa mikopo ya uhalisia, sio ile ya kuongea tu alafu ukija kwenye au wamepewa pensheni. Wanaweza wakakubali kwamba wakati wanapomaliza chuo apewe kama pensheni. Hiyo unaionaje? Apewe kama pensheni? Nadhani kupewa kama pensheni isiwe kama pensheni, kwa sababu tayari ulisomea mkopo. Upewe tena mkopo ambao sasa utautumia kwenye biashara. Hivyo kila mwaka au kila baada ya miezi kadhaa waweke utaratibu kwamba mwanafunzi ambaye amehitimu anakuja kutoa ripoti kujua biashara yake inakwenda vipi na changamoto inakuwa vipi, na viongozi waangalie sasa ni wapi tunaweza kusaidia na ni wapi tunaweza tukarekebisha ili tuweze kuijenga hii biashara ambao pengine tukiwekeza baadaye itakuja iwe ni utatuzi wa ajira kwa vijana wengine. Lakini jambo jingine nikiwa naondoka mahali hapo, nilikuwa nataka kugusia jambo moja la sayansi na teknolojia. Sasa hivi mambo mengi yamekuwa yakifanyika kwa sayansi na teknolojia. Tuna mitandao ambayo imekuwa pia ni fursa kwa vijana wengi. Lakini pia kuna sheria ambazo zinatengeneza baadhi ya makosa hasa kwenye kutumia hivi vyombo vya kiteknolojia, hasa simu na kompyuta. Kuna
vijana wengi ambao wana ujuzi, hajaenda shule lakini ana ujuzi wa kutengeneza kitu fulani au ana ujuzi mkubwa sana wa kimtandao. Hivyo hata kama anaweza kuaccess mitandao ya serikali, basi wasimchukulie kama criminal offender, yani wasimchukulie kama mhalifu, bali wachukue kama challenge kwamba tumepata mtu atakaye kuja kutusaidia. Wamunoe yule mtu ili aje kusaidia majukumu ya serikali kwenye upande wa sayansi na teknolojia. Tuna madokta, tuna maprofesa wengi ambao wapo. Kazi yao tutaiona ikifanya kazi kwa kuwasaidia hawa vijana ambao hawajaenda shule, kwa kuwanoa zaidi na kutengeneza wataalamu ambao baadaye tutakuja tuwatumie kwa gharama ya chini sana kuliko kuajiri watu wa nje waje wafanye kazi ambazo zilitakiwa zifanywe na vijana wenye uwezo kabisa ndani ya nchi. Nashukuru sana. Asante. Karibu sana. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu. Karibu tena. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru sana. Karibu sana.